Katika muda uliozidi saa 24 baada ya kukamilika mtihani wa taifa wa darasa la 8 KCPE, wasimamizi 10 wa mtihani na mwanafunzi mmoja wa shule ya msingi ya St. Andrew Kagwa huko Borabu kwenye kaunti ya Nyamira walifikishwa mahakamani wakikabiliwa na mashtaka matatu ya kufanya ubaradhifu kwenye mtihani. Walikanusha madai hayo mbele ya hakimu mwandamizi wa Keroka Njoki Kihara na kuachiliwa kwa dhamana ya pesa taslimu shilingi 100,000 kila mmoja, ilhali mwanafunzi huyo aliagizwa kulipa dhamana ya pesa taslimu shilingi 50,000, ikisubiriwa kusikizwa kwa kesi hiyo mwezi Aprili mwaka ujao. Na mwanafunzi wa chuo kikuu cha Moi alikabiliwa na shtaka katika mahakama ya Mombasa na kuzuiliwa kwa siku 10 kwa madai ya kuwa na uhusiano na kundi la kimataifa la ugaidi la ISIS. Upande wa mashtaka uliagizwa kufanya uchunguzi katika muda wa siku 10 na kisha kumfungulia mashtaka mshukiwa huyo Kasim Abdul. Upande wa mashtaka ulikuwa umeomba siku zaidi ili kuwezesha kuchunguza rununu ya mshukiwa na kipakatalishi chake katika kitengo cha kukabiliana na uhalifu wa mtandao. Mshukiwa huyo alikamatwa tarehe 31 mwezi uliopita katika makazi ya wazazi wake huko Kizingo katika kaunti ya Mombasa. Polisi wanaamini Kasim alikuwa akiwasiliana na kundi la ISIS nchini Libya. Mahakama ikakatalia mbali ombi la mshukiwa la kutaka kupinga kuzuiliwa kwake. Kesi hiyo itarejelewa tarehe 14 mwezi huu. Kwingineko, katika kaunti ya Turkana imemshtaki mkurugenzi wa mashtaka ya umma kuhusiana na agizo ambalo lilizuilia fedha kwenye akaunti za kampuni ya maji ya mitaro ya maji taka ya Lodwar. Kufuatia hatua hiyo, kampuni hiyo imekuwa haiwezi kuwalipa wafanyikazi wake na wale wanaowasilisha bidhaa kwa kampuni hiyo, na hivyo kuwasababishia masaibu. Serikali ya kaunti hiyo sasa inaitaka mahakama kutangua agizo la hakimu huyo na kuwazuia majenti wa serikali kuingilia operesheni za kampuni hiyo kwa kizingizio cha kufanya uchunguzi.